Imewahi kutokea kwenye hizi timu ikashindwa kulipia, kwa maana ikalimbikiza madeni sasa kwenye ulipaji wa viwanja. KMC ambaye pia ndo mwenyeji, ama unaweza ukasema timu ya kwanza kwenye uwanja, ni kama hali yake ni mbaya, kwa maana uwezekano wa yeye kushuka daraja ni mkubwa. Pengine kuto kuwepo kwa KMC msimu ujao, kuna chochote ambacho kitapungua kwenye namna ambavyo umekuwa ukilitazama? Kwanza tuweke sawa, ukifanya calculation KMC ameshashuka daraja. Sio kwamba hali yake ni mbaya, ameshashuka daraja. It's bad kwa sisi watu wana Kino Boys, watu wa Kinondoni, ni huzuni na ni kitu ambacho hatukitarajia wakati tunaanza msimu. Kwa hiyo nadhani tutajipanga tu tena upya. Ukipiga kwa upande wa hali ya uwanja au uwanja utakavyokuwa, nadhani ni ile tu expectation ya watu kwamba tumezoea KMC wako NBC, lakini leo KMC labda wapo champion. Yani kuna kale kahali tu ambako hata wewe nadhani sio kazuri, maana najua na wewe ni mwenyeji wa Mwenge, sisi ni majirani. Kwa hiyo kuna ile hali ambayo mashabiki, sisi wapenzi, wasimamizi wa timu tuna feel kwamba it's not a good thing, lakini kwa upande wa wetu sisi wa uwanja inategemea, na hatukuwa tunahudumia tu KMC, as you see tunahudumia timu nyingi, mashindano mengi tutakapata bahati. Kwa hiyo inawezekana kushuka kwa KMC tukapata timu nyingine, inawezekana, ukizingatia hapa ni mjini, watu wengi wanatamani kupaona, wanatamani kucheza. Kwa hiyo mimi binafsi na watakia good luck KMC huko wanapoenda, maana yake wapambane ili kurudi, then mwisho wa siku yule ambaye anawiwa anaona tunaweza kumhudumia kwa kukava nafasi ya KMC anakaribishwa. Hivi mechi moja ikichezwa hapa uwe na gharimu shilingi ngapi? Niliwahi kuliongea hili before, na sisi tuna tozo za namna mbili, kwa maana ukimzungumzia KMC yeye ni mwenyeji wa uwanja, kuna zile demand zake za 15% ya uwanja huwa tunachukua, ila timu nyingine inakuja kucheza wao huwa wanakodi uwanja. Kwa mfano hizi timu na kama unavyojua tunahudumia timu za ligi kuu na timu za ligi ya wanawake. Kwa timu za ligi kuu maana yake mechi moja ni milioni 6.